Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kuota ndoto ya kweli. Kupatana na mtu. Kufanya jambo ulilokuwa na malengo nalo. Mtu kusifia uzuri wako. Kuhitaji kujua ukweli au maana ya kitu. Kumtendea mtu wema japokuwa na kuumiza. Kisasi chako kwa mtu kinaonesha hali ya kujirudi akilini, kupata uhusiano mpya, au karibu mkubwa wa watu, kumkubalia mtu kitu. Nyota ya mizani, kutuliza hisia katika kutafakari kitu. Unajua kuwa mtu anasema ukweli, ila utampinga. Kupokea taarifa nyingi kwa wakati mmoja. Utaruhusu kuongea jambo ambalo liko moyoni mwako. Kusahau kitu kwenye usafiri. Utahama au kuondoka sehemu. Utajua mengi kuhusu mtu. Kujua unavyofikiriwa. Kuikataa shari ya maneno. Jihadhari na hali ya kujionesha kwa wengine. Hasa ukiwa na kitu, pesa au uhusiano. Watu wana nia mbaya na wewe. Hata kama hujawakosea. Jitahidi kuondosha pingamizi mwilini mwako. Usichoke kujipambania. Haki yako unaipigania kwa ugumu. Kuandaa maandalizi ya kitu. Kuwa mtulivu. Unapokuwa kwenye uhalisia wako, ndipo nguvu kubwa hutawala, hata kuvutia mazuri. Acha mambo yasiyofaa. Kubali ukweli. Kubali kukosolewa panapostahili ili uwe bora. Uwazi unaleta mahusiano ya kweli na mabadiliko. Nyota ya ndoo. Pesa kutumwa kwako kimakosa. Kujulishwa kitu kinachoendelea sehemu ya mbali. Kujikosoa. Mtu anahitaji ushirikiano wako katika kesi au jambo gumu. Utakumbuka maneno ya mwisho ulioongea na mtu. Kulala kwa muda mchache sana. Utamwajibisha mtu kwa matendo yake. Nguvu ya usaidizi inainua kipaji na uhusiano imara. Hivyo vurugu zinajiondosha. Nyota ya kaa. Kulipwa au kutumiwa kiasi cha pesa. Kukabidhiwa kitu. Mtu kuacha kazi. Kitu kuharibika. Utashauriana na mtu jambo la kifamilia. Kuagizia kitu kutoka sehemu ya mbali. Utaachana na mtu rasmi. Kujiondosha sehemu yenye ghasia. Njia za kutatua tatizo zitajitokeza sana. Ugumu fulani unaondoshwa. Utamtumia mtu ujumbe mzuri. Kushukuru kitu sana. Utakuwa mwenye masharti sana kwa mtu na kupinga mazoea ya ghafla. Nyota ya samaki. Kupanga mambo kwa kina. Umbali wa mtu utafanya upate uhuru. Kutazama sana picha za zamani. Kuonekana huna habari kwa jambo linaloshughulikiwa. Kulipia kitu kidogo kidogo mpaka utakapomaliza kabisa. Kuondosha kinyongo moyoni. Kwenye suala la kazi kuna changamoto zinazojitokeza mara kwa mara. Kuona funyo wengi au siafu wengi. Unajulishwa kuhusudiwa kwa maradhi. Utafikia mwisho wa kitu au kupata mwafaka wa jambo. Nyota ya nge. Kumuoneshea mtu nguvu yako kwa kuweza kutekeleza kitu. Utakuwa mwenye kutambulika sana au jina lako kusikika sana. Kutafuta kitu kwa muda mrefu bila kukiona mpaka utakapopata utulivu. Utaacha kumwazia mtu. Mtu anatamani kurudiana na wewe. Utaiepuka hatari. Utakuwa na uwezo wa kuona au kujua vitu au mambo yaliyofichwa. Utajua kitu kabla hujaambiwa. Utazingatia sana muda katika jambo. Nyota ya ng'ombe. Kujikubali na kukubali mabadiliko. Utaona ni wakati sahihi wa kufanya kitu. Kupata ndoto inayomhusu mtu wako wa karibu. Kukaribishwa sehemu kwa heshima kubwa. Kuwazia vitu vya hatari au kujitisha wewe mwenyewe. Unapata kujua kwa nini jambo fulani halikufanikiwa. Utapata nafasi ya ukaribu na mtu. Nyota ya mashuke. Kumfanyia mtu makusudi au kero. Kulipiza jambo au kisasi. Utakuwa mwenye wivu sana sana. Kuona nyumba au mijengo mizuri kila wakati. Unajulishwa ustawi na kukumbushwa jambo la kifamilia na heshima. Mtu kukufuatilia. Utapendezwa na kitu cha asili.
kusumbuliwa au kupata hali ya usumbufu wa jambo, kufurahia hatua yako mpya. Uaminifu ni kipaumbele kwako. Mambo yako yatakuwa sawa. Ondoa hofu. Mabadiliko yaja kwa wingi. Nyota ya mbuzi. Kuacha kulazimisha kitu. Mtu aliyekuwa mbali anasogea karibu. Utapata kujua mambo ambayo ulikuwa huyajui. Unapata uhafadhali au ahueni kwa jambo. Kushtuliwa au kupata mshtuko. Kulipwa. Kupokea kitu chochote kutoka kwa mtu, kama zawadi, shukrani au vinginevyo. Kufikiria kitu kwa muda mrefu. Utamwelezea mtu jambo muhimu. Utawazia ukweli wa kitu kwa kina. Utakuwa msahihishaji au kurekebisha palipokosewa. Maneno yako yanajenga na kuweka mambo sawa. Hekima yako itamfunza mtu, hata kwa vitendo tu au maneno. Nyota ya Simba. Utakuwa mwenye shauku ya kitu. Kuna mambo mawili kufanikiwa kwa ukubwa. Kipato chako kinaendelea kukua. Mabadiliko yanaanza na sasa. Utaelewa vingi unavyofichwa. Utakuwa mwenye ujasiri wa kujieleza. Kupinga mambo ambayo huyataki. Kusuluhisha tatizo au ugomvi. Nyota ya Mshale. Mtu kuwa na kiburi kwako. Watu watafikia muafaka wa jambo lako. Umeshahuzunika sana na umechoka hali hiyo sasa. Unahitaji ukweli ambao unakufungua kwa kila kitu. Hutohofia kuanza upya. Unapokea mabadiliko kwa sasa. Wewe ni miongoni mwa walio na nishati nzuri ya mwezi huu. Hivyo mabadiliko ni lazima. Unafunguliwa na kuwekwa huru. Wanaojiondosha kwako wanaondoka na sumu zao zilizokuwa zinakuumiza. Mtu anafurahishwa na wewe sasa. Nyota ya Punda. Utahuzunika na kuwa sawa. Utakumbuka mengi. Utamuenzi mtu. Unahitaji kufanya maamuzi lakini uko njia panda. Huelewi zaidi kipi kitakuwa sahihi. Au ukweli ni upi. Utafanya kitu na kusubiri utaambiwa nini. Majaribio yako yanaleta kitu kizuri. Ukweli ni kwamba mtu anakufikiria sana sana. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.